Kanda ya Ziwa ni miongoni mwa maeneo yanayoongoza nchini Tanzania kwa ufugaji wa ng'ombe, ikiwa na mamilioni ya mifugo inayochangia uzalishaji wa maziwa, nyama na ngozi kwa matumizi ya ndani na fursa za masoko ya nje. Unapoongelea swala la ubora wa ngozi, halianzii tu hapa machinjioni. Ubora wa ngozi unaanza kuanzia kwa mfugaji mwenyewe na inaenda hadi kwa msindikaji. Kwa hiyo inatakiwa iwepo elimu ya kutosha kuanzia pale mnyama anapofugwa ili tuweze kupata ngozi bora. Na kuna mtiririko pale kwamba mnyama anapofugwa kuna mambo ya kuzingatia pale, kwamba mfugaji anatakiwa ahakikishe kwamba yule mnyama anapata lishe bora na ya kutosha. Changamoto za mifugo sekta ya mifugo kwa ujumla tulizonazo nchini ni pamoja na uhaba wa malisho na maji. Yaani kuongezeka kwa shughuli za kilimo pamoja na makazi imepunguza ile ardhi ya malisho. Kwa hiyo wakati mwingine ndio inapelekea hata migogoro mbalimbali ya wakulima na wafugaji, na wakati mwingine hata ukiangalia hata hapa Ilemela hapa kuna wafugaji ambao bado wanafuga kwa kufuata zile mbinu za kizamani, yani wanaswaga mifugo. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine wanaingia hadi kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo kwa kweli ni changamoto kubwa. Changamoto nyingine ni mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yamevuruga mfumo hata huu wa mvua, upatikanaji wa mvua pamoja na kusababisha joto kali ambalo kwa kiasi kikubwa limechangia kusambaa kwa wadudu kama kupe na kuleta magonjwa mapya. Kwa mfano kama msimu huu kumekuwa na kupe wengi sana. Yaani hata si wenyewe tumeshangaa kwamba wakupe wametoka wapi. Na wanapulizia, hao wafugaji wanafuata zile taratibu za kupulizia, kuogesha wale mifugo, si ndio hivyo? Lakini imefikia hatua hata dawa nyingine zile za hizi dipu hizi ambazo zinatumika, yani zinashindwa kuwaua wale kupe wale. Magonjwa ya mifugo pamoja na uhaba wa madaktari pamoja na maafisa ugani. Kwa kweli maeneo mengi ya nchi yetu bado yana uhaba wa madaktari wa mifugo pamoja na maafisa ugani. Sasa hii inakuwa ni changamoto kubwa kwa mfugaji, kwamba hasa inavyotokea magonjwa. Kwa hiyo unakuta maeneo mengine sasa mfugaji inabidi wakati mwingine achome sindano mwenyewe, sio kwamba anatibu, kwa sababu huwezi ukasema kwamba mfugaji anatibu kwa sababu hana elimu ya udaktari, si ndio hivyo? Kwa hiyo wakati mwingine anachukua jukumu la kuchoma sindano ng'ombe wao ili kuwasalimisha, kwa sababu pengine tu ya ule uhaba wa madaktari katika maeneo yao pamoja na maafisa ugani. Changamoto nyingine ambayo imekuwepo ni ufugaji wa asili. Ufugaji wa asili ambao bado unafuata zile mbinu za kizamani, kwamba mfugaji anafuga kwa kuswaga ng'ombe na kufuata zile mbinu ambazo zinachelewesha yule mfugaji kuweza kupata yule ng'ombe bora ambaye anaweza kukizi katika lile soko la ndani na la kimataifa pia. Yaani uelewa wa wafugaji wetu na wenyewe wakati mwingine inakuwa ni changamoto nyingine tena, kwamba mfugaji anaweza kuwa ana hiyo fursa ya kuwa na wataalamu katika eneo lake, lakini sasa pamoja na kwamba anapewa ile elimu na wataalamu, anashauriwa kila siku, lakini unakuta kwamba yale anayoshauriwa hayafanyi, anafanya kwa mazoea. Kwa hiyo unakuta kwamba hafuati zile mbinu bora zile za ufugaji wa kisasa, na badala yake anafuga kwa mazoea. Kuna baadhi ya wafugaji wanaweka chapa kwenye ngozi. Mtu anaweka anaweza kaandika hata jina lake kama umiliki, kwamba tumuone ile ng'ombe ni wa fulani au alama yoyote. Sasa kuna makosa ambayo yanafanyika, badala ya kuweka sehemu ambayo kisheria imeelekezwa kuweka hiyo chapa, unakuta anaweka aidha mgongoni au kwenye ubavu. Mwisho wa siku anaelekea kupunguza ubora wa ngozi. Kisheria tunashauri au kiutaratibu tunashauri kwamba unapoweka chapa unatakiwa uweke juu ya goti kidogo, sehemu ya goti juu, lakini sio sehemu nyingine yoyote ambayo inaweza kupelekea kuharibu ubora wa ngozi. Mikoa ya Kanda ya Ziwa inaunda moja ya nguzo muhimu za sekta ya mifugo hapa nchini. Ufugaji umekuwa sehemu ya mnyororo mpana wa thamani unaounganisha mfugaji, machinjio, viwanda, mafundi, wajasiriamali na masoko. Na katika mnyororo huu, kila sehemu ya ng'ombe ina thamani yake. Baada ya mnyama kuchinjwa,
ngozi hukusanywa na kuhifadhiwa kwa kuzingatia taratibu zinazolenga kulinda ubora wake. Tunajishughulisha na ununuzi wa ngozi hapa machinjioni. Iko process mara mbili. Kuna chakula na kuna nyingine inasindikwa kwa chumvi. Wao wanapelekwa kwenye viwanda vya ngozi vilivyoko Morogoro, vingine viko Moshi. Tunaanzia kwanza madaktari. Lazima kisha ngozi hazina matundu kwa wale wachunaji. Ikitoka pale kwa madaktari inakuja kwetu sisi. Kwa jamaa hizi ngozi iko smart na hakuna shida. Ndio tunaanza kushirikia kazi yetu hizo. Sasa hivi biashara ilivyo sasa hivi inakwenda kwa kasi sana. Sio kama tunavyofikia zamani ile. Na maana sasa hivi sisi tulivyo hapa ni kama vile tumechelewa. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya kazi kubwa ya kuelimisha jamii ili kuweza kutengeneza ngozi ambazo zinahitajika kwenye viwanda vyetu. Sasa mfugaji anatakiwa hakikishe kwamba anachanja mifugo yake na wakati huo huo anadhibiti yale magonjwa yanapotokea kupitia wataalamu ambao wamesambazwa na serikali maeneo tofauti tofauti ya nchi. Ngozi hutenganishwa na mwili wa mnyama na kuanza safari yake ya kuongeza thamani. Baadhi ya ngozi huhifadhiwa kwa ajili ya kusafirishwa kwenye masoko ya nje ya Tanzania, ambako hutumika kama chakula, hasa katika baadhi ya nchi za Afrika Magharibi. Soko mbadala. Hili soko mbadala, hiyo ngozi inaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuliwa kama chakula kwa nchi za Afrika Magharibi, Nigeria na Ghana. Kwa hiyo wenyewe wanahifadhi kwa kuyanika chini. Maana yake kiwambwa inapunguza ile sickness, ule nene. Sasa wao kwa sababu wanataka kwenda kula, wanataka ngozi ambayo ni nene. Kwa hiyo hawahifadhi kwa njia ya chumvi wala kwa njia ya kuamba, ila inanikwa chini. Kwa ngozi inayolengwa kwa matumizi ya chakula, hatua za awali za utunzaji huwa muhimu sana. Ngozi hiyo huanikwa ardhini kwa utaratibu maalum. Mchakato huu husaidia kuondoa unyevunyevu na kuifanya ikauke vizuri ili iweze kuhifadhiwa kwa muda mrefu na kusafirishwa hadi kwenye masoko ya nje. Baada ya hapo ikishakuwa tayari kukauka, wanunuzi wanakuja wanakusanya mzigo wao kulingana na pisi zilizopo, wanapeleka sasa, wana export kupeleka nje ya nchi. Baada ya kuyanika chini, ikikauka wana grade zao na wenyewe wanachukua ngozi kavu inayoanzia kilo 5 na kuendelea. Chini ya kilo 5 wao hawainunui. Lakini hii ngozi wanasema kule kwao wanauza kwenye supermarket na ni ngozi na ni chakula chenye gharama sana. Changamoto tunazokutana nazo katika biashara ya ngozi, ya kwanza hatuna mashine za kisasa za kuweza kuchuna ngozi, yani kuvua ngozi kutoka kwa mnyama. Sekta ya ngozi imezalisha ajira kwa kiasi kubwa sana. Ukiangalia hapa machinjioni tuna wachunaji zaidi ya 175 ambao wananufaika kupitia sekta ya ngozi. Lakini tuna wakusanyaji wa ngozi, tunaitwa wale collectors, zaidi ya 15 ambao wanaingia ndani kukusanya ngozi kutoka kwa wale wachinjaji kupeleka kwenye kuprocess, kuanika na vitu vingine. Lakini pia tuna wafanyabiashara zaidi ya 10 ambao wanakuja kununua ngozi hapa. Kwa hiyo kujumlisha hapo, yani tuna ajira hapa ndani tumezalisha na watu zaidi ya 175. Na wachunaji kiutaratibu wanapimwa afya kila baada ya miezi 6. Kila baada ya miezi 6 maafisa afya wanakuja hapa na daktari wanapimwa afya. Lakini pia wanaelekezwa kuwa wasafi muda wote, kimaanisha awe amefunika nywele kwa kofia nyeupe, awe amekata kucha, awe amevaa koti jeupe, awe amevaa gambuti nyeupe. Katika kanda ya Ziwa, wajasiriamali na vikundi mbalimbali wameendelea kutumia ubunifu na ujuzi wao kutengeneza bidhaa za ngozi. Zipo shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye hii karakana. Baadhi ya shughuli ambazo zinaendelea tunazihusisha na kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na ngozi. Tunatengeneza viatu vya shule kiwemo hivi hapa. Hiki ni cha kamba, lakini pia hiki ni Juma na Rose vya wanafunzi. Inatakiwa uchague material ambayo yanaendana na kile kiatu au material mahitaji ya mteja ambaye anakuja kutengenezewa kiatu. Mfano wa ngozi ambao sisi tunazitumia hapa, mojawapo ndo hii. Hii ni ngozi ambayo imeshatumika, lakini pia bado inaendelea kutolea pattern nyingine za viatu. Kwa mfano kwenye hiki kiatu ukiangalia, humu ndani kuna lining ambayo hiyo lining ndo hii hapa.
tuna kiatu ambacho tumebuni kutoka kwenye gongo letu. Baada ya kutoa zile pattern, ndo unaingia kwenye ngozi sasa, unaanza kuicholea ile ngozi, unatoa, mwisho wa siku unakuja kwenye mashine. Miongoni mwa watu wanaothibitisha hilo ni mjasiriamali mwenye ulemavu. Kwa kutumia ujuzi, ubunifu na mbinu za kienyeji, ameweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za ngozi na kuibua fursa za ajira. Ni mjasiriamali mwenye ulemavu. Mimi kazi yangu ni ya kuunda viatu, ni mtaalamu wa kuunda viatu vya ngozi. Na namna ya uundaji wa ngozi, kwa mfano hii, unaiona hii inaitwa hapa. Lazima uwe unajua kuchora pattern. Kuna kitu kinaitwa pattern ambacho kinaakisi muundo wa kiatu husika ambacho unakwenda kukitengeneza. Ulemavu haujawa kizuizi cha ubunifu wake. Badala yake, amegeuza ujuzi wake kuwa chanzo cha kipato na kuwashirikisha wengine katika mnyororo wa uzalishaji. Ngozi inazidi kubadilishwa kuwa bidhaa zinazoweza kuingia sokoni na kuwa na thamani kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa katika hali yake ya awali. Hapa ndo naanza kulasti. Ninavuta ngozi yangu hapa. Hatua ya kwanza, unapolasti lazima uweke misumari. Na sababu ya kuweka misumari, lazima utafute ile setting ya kiatu ambacho unakihitaji. Ingekuwa kama nchi za wenzetu walioendelea, wao wana seti kwenye hili gongo, hii lasti, alafu anapeleka kwenye mashine. Lakini sasa tunatumia ile kienyeji zaidi kulingana na uwezo wa mhusika. Kuna manila sheet na masking tape. Sasa hii ninaitoa tena kwenye ubongo, ninaileta hapa, nachora mistari hiyo zote, nachora alama zote, namaliza, naanza kukata kipande kwa kipande kwa mujibu wa muundo wa mteja ambaye anahitaji. Hakika wa kudumu ni kwamba unatengenezea malighafi gani. Kwa mfano mimi hapa naweza kujinasibu kwamba kwa vile ninatengenezea malighafi za ngozi za wanyama, ina maana ya kwamba hiki kiatu kinadumu sana kwa matumizi yoyote. Hiki mteja akikinunua, mtoto wake akaanza kuvaa, na kuzingatia kwamba watoto wadogo bado wanakuwa. Kwa mfano mwaka huu amevaa namba 37, anaivaa baada ya mwaka ama baada ya mwaka na nusu, mtoto anakuwa, kinambana na kirudisha hapa, anakuja kulipia kwa mujibu wa chaja ambayo tumeshakubaliana naye. Ninakitengeneza upya na kiweka kwenye size hii, halafu yenye uso huu ambayo kwa amechukua na itengeneza, inaiongeza size inakuwa namba 38. Ngozi inakubali kutumika tena na tena na tena. Ili mnyororo huu uwe na tija zaidi, unahitaji maarifa, teknolojia na ujuzi wa kitaalamu. Hapa ndipo taasisi za elimu na utafiti zinapokuwa na nafasi muhimu. DIT tunafundisha kozi za leather processing technology na leather products, na serikali imewekeza na katika kufundisha watu namna ya kuongeza thamani ya zao la ngozi, kwa sababu katika vitu ambavyo vinapotea na vina thamani kubwa ni ngozi. Wengine wanasema kwamba ni dhahabu ambayo inapotelea machinjioni. Ngozi ikifika hapa, actually tunaanza kuiroweka kwanza, kwa sababu ngozi inatoka viwandani, inatoka machinjioni, inatoka sehemu mbalimbali ikiwa chafu, imetunzwa. Wengine wanatunza kwa chumvi, wengine wanaanika chini. Kwa hiyo lazima tuioshe, tuisafishe kwa ajili ya process nyingine zinazofuatia. Hatua ya pili ya uchakataji wa ngozi, baada ya kusafisha kama tulivyotoka kwenye soaking pit, zinafanyika zote mara nyingi ndani ya hii drum, inaitwa processing drum. Na ndipo sehemu ambapo tunaweka dawa zote, na kuna stage nyingi lakini zote zinafanyikia humu ndani. Kama tunafanya production ngozi nyingi, tunatumia drum kubwa, lakini hizi ni kwa ajili ya wanafunzi au kama mtu anataka kufanya utafiti anatumia hizi drums ndogo. Wakati wa uchunaji inakuwa ina nyama nyingi sana kule nyuma. Kwa hiyo hii mashine kazi yake ni kutoa
nyama nyuma ya ngozi. Katika vituo vya uchakataji, ngozi hupitia hatua mbalimbali za kitaalamu na kubadilishwa kuwa malighafi inayoweza kutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Ngozi ina mafuta mengi, ina nyama nyingi ambazo zinabaki machinjioni. Kwa hiyo hii mashine kazi yake ni kutoa mafuta na nyama ambazo ziko nyuma ya ngozi. Zamani watu walikuwa wanafanya kwa mikono. Ukipewa ngozi moja ufanye kwa mkono, inaweza kuchukua masaa 4. Lakini umeona hapa ni kama dakika 2 tu tayari nimemaliza ngozi moja. Na mafuta yanayopatikana hapa huwa pia anaweza kufanya shughuli nyingine. Watengeneza sabuni wanaweza kutumia mafuta haya kwa sababu mafuta ni ya ng'ombe. Wanaweza kutumia kutengeneza mafuta, sabuni au shughuli nyingine yote ya mafuta. Kama unavyoona yote yalikuwa ni mafuta. Mafuta yalikuwepo yote yametoka, inapalaza, kama inanyoa hivi. Hii mashine inaitwa shaving machine. Hii ni kwa ajili ya kutafuta unene wa ngozi ambao unautaka. Wanafunzi na wataalamu hujifunza namna ya kuichakata na kuibadilisha kuwa malighafi inayoweza kutumika katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Hapa tulipo, hii ni karakana kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Kwa nini ngozi? Kwa sababu ngozi ni malighafi ambayo kwa nchi yetu inapatikana kwa wingi sana. Miaka ya nyuma mkulima alikuwa hajui thamani ya ngozi, tofauti kwamba kwenye mnyama yeye alikuwa anajua kuna maziwa na nyama, lakini ngozi walikuwa hawaithamini. Mwisho wa siku hata kama ni mnyama amechinjwa, basi ile ngozi itatelekezwa maporini huko. Hii ni kwa ajili ya mafunzo kwa wanafunzi wetu ambao tunafundisha teknolojia ya bidhaa za ngozi. Kuna kitengo cha kwanza ambacho ni masuala ya designing, lakini pia kuna kitengo cha pili ambacho sasa pale ameshafanya designing, ameshatoa zile pattern, kuna section ya cutting, pale sasa atakwenda kukata material anayokwenda kuitumia kwenye ile bidhaa anataka kuitengeneza. Akitoka kwenye cutting, tutaenda section nyingine ambayo ni kwa ajili ya assembling au closing section. Sasa pale anaanza kuunganisha kipande kimoja kimoja cha ile bidhaa anayotengeneza. Kwa mfano ni kiatu, akitoka pale kwenye closing atakwenda section nyingine ambayo ni lasting. Sasa pale kile kiatu kinavutwa kuchukua muonekano wa hii elastic ambayo amedesignia kiweze kutoa sura ambayo ni ya kiatu. Mwisho wa siku tutaweka mpaka na soli. Baada ya hapo tutakwenda kwenye finishing. Sasa maana tutachomoa hili gongo kwenye kiatu, atabaki na kiatu kama hiki, amekifanyia, ameking'arisha. Hapa tumeshafanya finishing tayari kwenda kwa mtumiaji wa mwisho. Mafunzo haya yanawafikia watu wenye viwango tofauti vya elimu, wakiwemo wale wanaoweza kusoma na kuandika, na kuwapa ujuzi wa vitendo unaoweza kuwasaidia kuanzisha au kuboresha shughuli zao za uzalishaji. Wanafunzi wetu hapa wapo aina mbili. Kuna wanafunzi wa kozi za muda mfupi, lakini pia kuna wanafunzi wa kozi za muda mrefu ambao ni diploma. Lengo la kozi fupi ni kumjengea uwezo Mtanzania hata yule mwenye elimu ya chini. Kwa hiyo hatuna vigezo ambavyo labda vinawabana sana Watanzania kujiunga na kozi za muda mfupi. Ni awe tu anajua kusoma na kuandika. Lakini hizi kozi nyingine za muda mrefu diploma, pale mwanafunzi anatakiwa awe amesoma masomo ya sayansi na kupata ufaulu angalau alama D. Lakini kwa hizi kozi za muda mfupi ni awe na uwezo wa kusoma na kuandika tu. Kwa wanafunzi wanaofuata programu za muda mrefu, elimu hii hujenga wataalamu wenye uelewa mpana wa teknolojia na uchakataji wa ngozi. Kwa wanaopitia mafunzo ya muda mfupi, inatoa fursa ya kupata ujuzi wa moja kwa moja unaoweza kutumika katika biashara na uzalishaji. Katika teknolojia ya ngozi, kutengeneza bidhaa za ngozi, nimejifunza kutengeneza bidhaa mbalimbali kuanzia tulipoanza mwaka wa kwanza mpaka sasa hivi. Maana kila mwaka kuna product ambazo zinatengenezwa na ubora wake. Mtu akijua kutengeneza bidhaa za ngozi pia anaweza akajiajiri mwenyewe
Kwa hiyo inaweza kutumika kama ajira, yaani kujiajiri, ajira binafsi. Baada ya mafunzo ningetamani kujiajiri mimi mwenyewe binafsi, kwa maana kwamba nianzishe hata kiwanda changu mwenyewe cha kutengeneza bidhaa za ngozi, ambayo hii itanisaidia kwenye kupata kipato changu mimi mwenyewe na pia kutatua baadhi ya mahitaji kwa watu. Kwa sababu atufundishwe aina moja tu ya kutengeneza bidhaa, maana kuna designing, kuna kushona, kuna engineering, kwa mfano mechanical, jinsi ya kucheleani au mashine yoyote ikitokea imepata hitilafu, mnafundishwa jinsi ya kuzitengeneza na kuendelea na kazi. Umuhimu wa uzalishaji wa ngozi na kujua namna ya kutumia ngozi. Kwanza inaweza kusaidia wewe unayesoma. Ukimaliza elimu yako unaweza ukajiajiri mwenyewe au unaweza ukaajiriwa pia. Ukiajiriwa mwenyewe unaweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za ngozi kama viatu, mabegi, mikoba. Pia unaweza ukawa unawaelekeza wajasiriamali mbalimbali wa nchi, kwa sababu wanakuwa hawana ule ujuzi mkubwa ukilinganisha na wewe ambao umepata elimu darasani. Mchakato huu wa kuongeza thamani unabadilisha kabisa mtazamo kuhusu ngozi. Kutoka kuwa malighafi inakuwa sehemu ya uchumi unaozalisha bidhaa, ajira na fursa za biashara. Kwa hiyo kwa kuanzia tu wanafunzi wetu ambao wametoka DIT wamekuwa ni watu mahiri katika sekta hii ya ngozi. Kwa mfano, tuna kiwanda cha serikali kilichoko Karanga Moshi. Kile kiwanda kinapata wataalamu kutoka DIT na ndio taasisi pekee hapa nchini inayofanya teknolojia ya bidhaa za ngozi. Kwa nchi yetu hii malighafi ambayo ni ngozi inapatikana kwa wingi sana, lakini kwa sisi hapa Mwanza tunapata machinjioni. Kanda ya Ziwa huunganisha ufugaji, elimu, teknolojia, ubunifu na biashara na kuunda thamani mpya kutoka kwenye zao la mifugo. Sisi kama halmashauri tumeweka mikakati mingi kuhusiana na ufugaji na uzalishaji wa bidhaa zinazotokana na ufugaji. Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela inahamasisha viwanda, maeneo ya viwanda na kuweza kuhamasisha utengenezaji wa bidhaa zinazotokana na mazao ya mifugo.